Nadhani haitakuwa story mpya nikikwambia kuwa Ommy Dimpoz ni kati ya wasanii wachache sana nchini Tanzania ambao wanakula sana bata, na kitu ambacho kilifanya pia watu wakawa wanawaza au wana mawazo negative sana na aina ya maisha ambayo alikuwa anaishi Ommy Dimpoz, kwamba pengine anatoa wapi vyanzo vya fedha na vinavyomsababisha awe na kiburi cha kutafuna maisha kiasi kile. Sasa baadaye ikaja ikafahamika kuwa Ommy Dimpoz anafanya kazi na makampuni ya GSM, kitu ambacho kwa kiasi kikubwa sana kiliweza kunyamazisha kelele ambazo zilikuwa mtaani, kwa sababu nadhani kila mtu anaelewa ukubwa wa makampuni ya GSM ambavyo upo nchini Tanzania. Kwa hiyo sio jambo geni ukimuona mtu ambaye anafanya pengine kazi na GSM, tena mtu mashuhuri kama Ommy Dimpoz akitafuna maisha. Pengine hiyo ikawa ni sababu moja kubwa ambayo ilikuwa inamfanya aweze kupata kiburi cha aina hiyo cha kula maisha sana. Sasa story ambazo zimetrend kwenye mitandao ya kijamii ndani ya siku hizi 2-3 ni kwamba makampuni ya GSM yamemuondoa Ommy Dimpoz kama mfanyakazi wake. Yani Ommy Dimpoz ametimuliwa kuwa mfanyakazi wa makampuni hayo aliyokuwa anafanya nayo kazi, na rasmi yuko mtaani. Ni story ambazo ziliweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii na mtangazaji wa Wasafi Media, na mzungumzia Juma Lokole. Sasa Ommy Dimpoz alikuwa kimya kwa kiasi chake, lakini leo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuongea jambo. Sasa kama unavyofahamu, kwanza ninaweza kutahadharisha kwamba Ommy Dimpoz ni mtu ambaye anapenda sana masiara, ni mtu fulani ambaye anafanya vitu kwa maana ya comedy sana. Sasa inakuwa ni ngumu kuelewa kwamba yuko serious juu ya hiki anachokifanya au ni masiara yale ambayo yanaendelea. Lakini habari zikufikie kuwa kupitia ukurasa wake wa Instagram Ommy Dimpoz ameandika kitu hapa ambacho pengine kinahusika au kinahusiana moja kwa moja na story hizo ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii, kuwa ameachishwa kazi. Tena wengine wanasema amefukuzwa, yani amefukuzwa vibaya mno, kwa sababu hata fingerprint ya pale mlangoni pia imebadilishwa. Kwa hiyo hawezi tena kurudi pale, yani ameondoshwa moja kwa moja. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Ommy Dimpoz amechapisha picha fulani hivi akiwa amepiga pose yake kali kabisa kama unavyoona hapo kwenye picha zinazo slide. Sasa akaandika hivi: sasa itakuwaje na mtaani kulivyo kugumu, kuimba kwenyewe nimeshasahau verse, yani umri huu wa kwenda VETA kweli. Akaweka na emoji yake ya kulia pale ya kutoa machozi kwamba anasikitika. Ameandika Ommy Dimpoz kwenye ukurasa wake wa Instagram, na baadhi ya watu wakaacha comment pia, wengine wakicheka, wengine wakibeza, wengine wakimwambia aingie tu mtaani, aingie VETA. Na Juma Lokole ambaye ni mwanzilishi wa story hizo akamwambia tu, bwana wewe ushakuwa tajiri, kwa hiyo unaweza pia ukarudi tu mtaani na ukaendelea kupambana, maisha yakaendelea. Ni story ambayo imetrend. Kwa sasa ukweli wa story hii bado haujafahamika, lakini ni story ambayo ina trend, na nimeona nikusogezee tu ufahamu nini kinaendelea kwa upande wa Ommy Dimpoz na story hizi zinazosema kuwa ameachishwa kazi kwenye makampuni ya GSM.